أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. tunaendelea na darasa ya al-fiqh al-muyassar. Leo tuko darasa nambari 11. Darasa ya 11 tarehe 19 mfungo 7 1441 Hijriya. Al-mas'ala thalitha, mas'ala ya tatu katika adabu za kukidhi haja. Al-mas'alatu thalitha, mas'ala ya tatu, ma yusannu fi'luhu, mambo ambayo ni sunna kuyafanya, lidakhilil khala, kwa mwenye kuingia msalani. Ma yusannu fi'luhu, mambo ambayo ni sunna kuyafanya, lidakhilil khala, kwa mwenye kuingia msalani. Wataka kuingia chooni, ni mambo gani kidini sunna uyafanye? Yusannu lidakhilil khala, ni sunna kwa mwenye kuingia msalani. Qawlu, ni sunna aseme bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ni sunna wakati anaingia aseme haya maneno bismillah, maana yake kwa jina la Allah. Allahumma, ewe Allah, inni a'udhu bika, hakika mimi ninajikinga kwako, ninaomba kinga kwako, minal khubuthi, unikinge na, tafsiri moja hapo, unikinge na mashetani wa kiume, wal khabaithi, na mashetani wa kike. Tafsiri moja wapo hiyo. Minal khubuthi, unikinge na mashetani wa kiume, wal khabaithi, na mashetani wa kike. Tafsiri nyingine, unikinge na uchafu, machafu mbalimbali, mambo mabaya. Kwa hiyo jambo la mwanzo ambalo ni sunna kwa anaoingia msalani aseme bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wa inda lintihai, na anapomaliza kukidhi haja yake, wal khuruji, anapotoka msalani, sunna aseme ghufranaka, naomba msamaha wako ewe Allah. Ghufranaka kwa maana as'aluka ghufranaka, naomba msamaha wako. Kwa ni sunna wakati wa kuingia bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wakati wa kutoka ghufranaka. Sunna nyingine katika kukidhi haja, wa taqdimu rijlihi al-yusra. Sunna nyingine kutanguliza mguu wake wa kushoto, inda dukhuli, wakati wa kuingia msalani. Wal yumna, kutanguliza mguu wa kulia, inda al-khuruji, wakati wa kutoka. Sema hivyo wanachuoni, unapoingia chooni utangulize mguu wa kushoto, unapotoka utangulize mguu wa kulia. Hiyo pia ni sunna. Wa taqdimu rijlihi al-yusra, sunna nyingine ni kutanguliza mguu wake wa kushoto, inda dukhuli, wakati wa kuingia. Wal yumna, kutanguliza mguu wa kulia, inda al-khuruji, wakati wa kutoka. Tofauti na unapoingia msikitini unatanguliza mguu wa kulia wakati wa kuingia, kutoka wa kushoto. Hakadha qalu, unapoingia chooni unaanza na wa kushoto, unapotoka ndo wa kulia. Sunna nyingine ya kuzingatia katika kukidhi haja, wa alla yakshifa auratahu, asiweke wazi utupu wake,
asiweke wazi utupu wake hata yadanua min al-ardhi, mpaka asogee chini ya ardhi. Yani kwa maana umeenda kukidhi haja ndogo labda nini, yani usiwe wazi uchi kabla hujachuchumaa chini. Na hii sana sana kama mtu upo majangwani wapi, yani manake ukisha chuchumaa chini ndio kama suruali na nini, kwamba hata mtu akikuangalia hivi akuoni vizuri. So kama umesimama tu nguo ushakongoa, manake mtu atakawazimbaya anakuona waziwazi. Kwa hiyo adabu nyingine, wa alla yakshifa auratahu, asifunue utupu wake hata yadanua min al-ardhi, mpaka kwanza asogee chini ya ardhi. Yani anapokuwa yupo chini pale ndio hapo utupu wake anauweka wazi. Adabu nyingine, wa idha kana fil fadha'i, kama mtu anojisaidia yupo eneo la wazi, jangwani, yuko mapolini, yani hayupo ndani ya choo. Wa idha kana fil fadha, kama anojisaidia yupo eneo la wazi, maana hayupo ndani ya choo, yustahabbu lahu, ni sunna kwake, al-ibadu, kwenda mbali, kusogea mbali. Wata kujisaidia mapolini wapi, zama ndani kidogo mbali, watu wasione vizuri. Kama mtu anajisaidia eneo ambalo halina jengo, yustahabbu lahu, ni sunna kwake, al-ibadu, kwenda mbali. Walistitaru, na kujisiri, hata la yura, mpaka asionekane, au ili asionekane. Kwa sababu jengo la choo alipo, manake ukikaa karibu pale yule anajisaidia, yule kachuta mabaya. Kwa kama unajisaidia eneo ambalo halina jengo la choo, nenda mbali ili usionekane. Ni mafunzo ya Kiislamu pia. Wa adillatu dhalika kulli, dalili ya hayo yote tulioyasema, dalili zake ndio hizi: dua za kuomba, habari ya kutanguliza mguu wa kushoto, kutokuvua nguo mpaka mtu asichame chini, masala ya kuenda mbali kama anajisaidia sehemu ambayo hamna jengo. Yote haya dalili zake ni hizi zifuatazo. Hadithu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dalili ya kwanza ni hadithi ya Jabir anahadithia, kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar, tulitoka na mtume tukawa safarini. Tukaenda safarini. Tukiwa safarini, wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume, la ya'ti al-buraza, haendi kujisaidia. Al-buraz inatumika kama haja kubwa, al-buraz kama kitendo, kwenda kujisaidia. Buraz pia haja kubwa. Kwa tukiwa safarini, alikuwa mtume la ya'ti al-buraza, haendi kujisaidia, hata yataghayyaba, mpaka ajifiche na watu, apotee katika macho ya watu. Hii ni dalili ya kama auendi chooni, unaenda kujisaidia, nenda mbali. Jabir anasema tulisafiri na mtume, wapo safarini, hakuna habari ya choo mapolini. Kwa hiyo mtume alikuwa aende kujisaidia hata yataghayyaba, yani mpaka anapotea katika macho ya watu. Fala yura, kwa hiyo aonekani kule anakojisaidia. Fala yura, aonekani. Kwa hiyo maana sio adabu, sio maadili ya Kiislamu. Watu wako hapa, wewe umesimama hapa unakojoa au si katika qiyam islamia. Wa hadithu Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hii sasa hivi ni dalili ya unapoingia chooni kuanza na bismillah.
Mtume anasema sitru ma baina aljinni wa aurati bani adam, sitara kati ya majini na kati ya nyuchi za binadamu. Kinachosaidia kujistiri majini wasione nyuchi za binadamu, idha dakhala alkhala, binadamu anapoingia chooni, kinachompa sitara majini wasione uchi wake au utupu wake, ayakula, ni binadamu kusema bismillah. Kwa anapoingia chooni kusema bismillah, ile bismillah ndio sitara majini awaoni utupu wake. Buchooni yani mashetani wengi kadha. Sitru ma baina aljinni wa aurati bani adam, kinachosababisha sitara kati ya majini na nyuchi za binadamu, idha dakhala alkhala, binadamu anapoingia chooni sitara yake asionekane, yani utupu wake, ayakula, aseme anapoingia bismillah. Hii hadithi amepokea Ibn Majah na Tirmidhi, na mabingwa wa hadithi wa zama zetu wamekubali kama Sheikh Ahmad Shakir wa Masri na Sheikh Albani na wengine. Fal hadithu biidhnillah sahih, na inathibitisha kama chooni majini wanapenda sana kukaa, bali kuwachungulia wanadamu. Kwa hiyo kitu ambacho kitakuziwia wasikuone unapoingia kusema bismillah, Mtume anasema hivyo. Kwa hiyo miongoni mwa dhikri wakati unaingia chooni unaanza bismillah kabla Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wa hadithu Anas, dalili nyingine ni hadithi ya Anas, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha dakhala al-khalaa, alikuwa Mtume anapoingia chooni, qala, anasema, yani anapotaka kuingia, manake mle ndani ambapo tusimtaje Allah, so adabu kumtaja. Kwa hiyo anapotaka kuingia pale pale mlangoni ndo anasema Allahumma, ewe Allah, inni a'udhu bika, hakika mimi ninaomba hifadha, ninaomba kinga kwako, minal khubuthi, unikinge na mashetani wa kiume. Khubuthi jamu mmoja, khabithun mwanaume, khaba'ith jamu umoja wake, khabithatun mchafu wa kike. Khabithun khubuth, khabithatun khaba'ith. Kwa hiyo ninaomba unikinge minal khubuthi, kutokana na mashetani wa kiume, wal khaba'ith, na mashetani wa kike, au tafsiri nyingine unikinge na mambo mabaya, mambo machafu na kadhalika. Hiyo hadithi mutafaqun alayhi, dua ni maarufu. Nadhani cha ziada hapa ni kwamba kabla ya kuisoma hii dua tulioizoea, Allahumma inni a'udhubika, uanze na bismillah. Nadhani ya kwanza na bismillah sio maarufu sana. Unaanza na bismillah, unafuatia hiyo dua. Wa hadithu Aisha radhiyallahu anha, dalili nyingine hadithi ya mama Aisha. Hii ni dalili ya kusoma dua wakati wa kutoka chooni, kama mlangoni pale. Mama Aisha anasema kana sallallahu alaihi wasallam idha kharaja min al-khala, alikuwa Mtume anapotoka chooni, qala, alikuwa anasema ghufranaka, naomba msamaha wako Allah. Mama Aisha anasema Mtume alikuwa anapotoka chooni anasema ghufranaka, kwa maana as'aluka ghufrana, naomba msamaha wako. Haya, dalili ya kwamba usifunue nguo mpaka usogee chini kidogo. Usivue nguo wakati bado umesimama, unaweza kaonekana kirahisi aura yako. Dalili yake wa hadithu bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibn Umar anahadithia anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume, kana idha arada al-hajata, alikuwa Mtume akitaka haja, akitaka kujisaidia haja,
la yarfa'u thawbahu, hanyanyui mtume nguo yake. Tabani mtume kwa avaa shuka, kanzu, hanyanyui nguo yake kuipeleka juu, hainyanyui hata yadnua min al-ardhi, mpaka asogelee chini. Yani mpaka mwenyewe asogee chini ndio ananyanyua nguo. Hanyanyui nguo wakati amesimama. Hakika mtume kana idha arada alhaja, alikuwa anapotaka haja, la yarfa'u thawbahu, hanyanyui nguo hata yadnua min al-ardhi, mpaka achutame, asogelee kwenye ardhi. Kwa hiyo masala ya tatu katika masala kukidhi haja, mambo ambayo unasunishwa kusoma dua wakati wa kuingia, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, kusoma dhikri wakati wa kutoka, ghufranaka, kama unajisaidia sehemu ya wazi, ukae mbali na watu. Pia usivue nguo au kunyanyua nguo juu mpaka uchutame chini. Hizo zote ni adabu Islamia muhimu kuzizingatia, na ndiyo murua na ndiyo ungwana. Maana hata mkikaa hapa mtu anakojoa hapa, huyu mtu vipi tabia zake, yani anakuwa hana murua, hana ungwana. Dini imefundisha ungwana na tabia nzuri. Almas'alatu rabi'a, mas'ala nambari 4 katika adabu za kukidhi haja, ma yahrumu fi'luhu, mambo ambayo ni haramu kuyafanya, ala man arada qada alhaja, kwa yule mwenye kusudia kujisaidia. Mambo ambayo ni haramu kuyafanya kwa mwenye kusudia kujisaidia. Wewe umebanwa na haja, unataka kujisaidia, kuna baadhi ya mambo haramu usiyafanye ukiwa katika mazingira hayo ya kujisaidia. Kwanza, yahrumu al-bawlu fil ma'i rakidi, ni haramu kukojoa katika maji yaliyotuama, maji yaliyosimama, maji yasiyotembea. Dimbwi la maji usikojolee, humo ni haramu. Kukidhi haja humo ni haramu. Yahrumu al-bawlu, ni haramu kukojoa kukidhi haja ndogo, fil ma'i rakidi, katika maji yaliyosimama, yaliyotuama, yani yasiyotembea. Dalili kama ni haram, hadithi ya Jabir ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume, annahu, hakika mtume, naha, amekataza, anil bawli, kukidhi haja ndogo, fil ma'i rakidi, katika maji yaliyosimama, yasiyotembea. Katika baadhi ya hadithi nyingine, fil ma'i daimi alladhi la yajri, yasiyotembea. Kwa habari ya kukojoa kwenye kijibwawa, kwenye siyo kijinini, maji yote yasiyotembea ni sababu yale maji unayachafua, unafanyaje, wa huwa batil. Kwa ni haramu kujisaidia maeneo kama haya. Swala lingine ambalo ni la haramu, wala yumsiku dhakarahu biyamini, asishike utupu wake kwa mkono wake wa kulia, wa huwa yabulu, huku anajisaidia haja ndogo. Yani mwanaume kushika utupu wake kwa mkono wa kulia wakati wa kujisaidia, haramu pia. Wala yumsiku dhakarahu biyamini, asishike utupu wake kwa mkono wa kulia, wa huwa yabul, wakati anajisaidia. Pia wala yastanji biha, asistanji, asijisafishe kwa mkono wa kulia. Yani wakati wa kujisafisha mkono wa kulia ndio anajisafishia, haramu. Mkono wa kulia ni sharifa, mtukufu. Mtume alikuwa anapenda tayammun, kutumia kulia katika mambo mazuri mazuri. Pia udhu anaanza kulia nini. Lidhalika akasema nao uzoefu wa sheria, mkono wa kulia unatumika katika mambo mazuri na mkono wa kushoto katika mambo ambayo kinyume chake.
Ndio maana unapata chooni, unapoingia mguu wa kulia, wa kushoto. Unapotoka, unatoka unakuja sehemu safi, mguu wa kulia. Unapoingia msikitini, sehemu tukufu, wa kulia. Unatoka msikitini unaenda nje ambako sio msikitini, wa kushoto. Kwa wa kulia unatumika katika mambo mazuri mazuri, mkono, mguu, ghaliban mara nyingi. Kwa hiyo wala yastanji biha yani biyaminihi, asistanji na kujisafisha kwa kutumia mkono wake wa kulia. Dalili ya haya mawili kama ni haramu, Mtume amesema idha bala ahadukum, anapojisaidia haja ndogo mmoja wenu, fala ya'khudhanna. Angalia katazo, Mtume kalisisitiza kwa nunu taukid, fala ya'khudhanna dhakarau biyamini, asishike utupu wake kwa mkono wake wa kulia. Fala ya'khudhanna, sasa fala ya'khudhanna binuni taukid, tena asqila, maana yake haifai. Annahyu muakkad, asishike utupu wake kwa mkono wa kulia. Wala yastanji biyaminihi, wala asijisafishe kwa kutumia mkono wake wa kulia. Jambo lingine ambalo ni haramu kwenye mazingira ya kujisaidia, wa yahrumu alayhi al-bawlu aw al-gha'itu fi tariqi, ni haramu kwa mtu kujisaidia haja ndogo, al-bawl au al-gha'it au haja kubwa, fi tariqi, barabarani. Yaani unakojoa barabarani, watu wanapita pale, hata kama hakuna mtu, lakini njia ya watu, usikojoe, wanaopita utawakera. Ni haramu kujisaidia haja yoyote fi tariqi, barabarani. Mambo nenda mbali barabarani, hapa mwingine kapita na kanzu yake, mikojo yako kwenye majani imemuingia katika kanzu, shamchafua. Au fi dhilli, au kwenye kivuli. Kuna mti ambao una kivuli, labda watu wanapumzika, usijisaidie hapo, watu utakuwa umewaletea maudhi. Au fil hadaiqil amma, au katika mabustani ya watu wote. Kuna bustani yako, kipoli chako na nini, anta bil khiyar. Kuna yani kama pale Mnazi Mmoja Dar es Salaam hivi, zile Waarabu ndio hadaika am, yani kila mtu anaenda anakaa pale, mwenye simu yake, mwenye kumsubiri mtu, sio sehemu ya mtu mmoja kama sehemu yake. Zinaitwa hadaiku amma, bustani za watu. Mtu yeyote anaweza akapumzika, akafanya mambo yake, akamsubiri mtu ambaye ana mauidi yake. Kwa sehemu kama hizo ambazo sio miliki yako wewe, sehemu za serikali, labda kila mtu anakaa na msubiri nini, huwezi kujisaidia pale, sababu akija mwenzio kukaa pale umemkera. Kwa hiyo pia ni haramu kujisaidia fil hadaiqil amma, katika bustani za watu wote. Au tahta shajaratin muthmira, au kujisaidia chini ya mti unaotoa matunda, sababu watu wanakuja kuokota matunda, watakanyaga najisi. Au mawaridil miyahi, au ni haramu kujisaidia kwenye vyanzo vya maji. Mawarid, sehemu zenye maji, watu wanakuja kuchota maji. Au mawaridil miyah, au sehemu ambazo zinapatikana maji, watu wanakuja kuchota maji, haramu kujisaidia. Sababu ya kukatazwa humu mote, unawaletea madhara watu na viumbe wengine, la dharara wala dhirar. Dalili lima rawa Muadh, hadithi aliyopokea Muadh, qal, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema ittaqul malaina as-salat, jiepusheni na mambo matatu yanayosababisha laana. Ittaqul malaina as-salat, jiepusheni na mambo matatu yanayosababisha laana. Haya ni malaini, tusabbibu laana kwa mfanyaji.
Baadaye Mtume akayataja mambo matatu yanayoleta laana: alburazu fil mawaridi, kujisaidia kwenye sehemu za maji, mawaridil miyah. Alburazu fil mawaridi, kujisaidia kwenye sehemu za maji, wa qari'ati tariq, na katikati ya njia. Ina maana watu wanapita pembeni huko, katikati ya njia ambako watu wanapita. Wa qari'ati tariq, na katikati ya njia, wa dhilli, na kwenye kivuli. Hizi sehemu kujisaidia, unapata laana, unakaa mbali na rehema za Allah. Hadithi sahih hasanahu al-Albani fi irwa' al-ghalil fi takhrij hadith manari as-sabil. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dalili nyingine Mtume amesema, ittaqul la'inaini, jiepusheni na mambo mawili yanoleta laana. Katika hadithi ya Muadhi mambo matatu, katika hadithi ya Abu Huraira mambo mawili yanoleta laana, na hakuna mgongano. Katika usulu fiqh wanasema mafuhumu la adadu ghairu mu'tabar. Nikisema 2, 3, 4, 5, nikisema 2 sio kama 4 sizitaki, nikisema 4 sio, yani masala ya adad si kivile. Kwa huko kataja 2, kataja 3. Mfano kama Mtume alisema watoto waliozungumza wakiwa wamebebwa katika mbeleko watatu. Sehemu nyingine akasema waliozungumza 5. Hakuna mgongano. Aliposema 3, muda huo alikuwa anajua wangapi. Baadaye Allah akamuelekeza wengine akasema wapo 5. Hamna tatizo. Sahihi. Qalu, wakauliza masahaba, wa man la'inani ya Rasulullah, ni vipi vitu viwili vinavyosababisha laana? Qala, Mtume akasema, alladhi yatakhalla fi tariqi an-nas, ambaye anakidhi haja kwenye njia ya watu. Anachokifanya hichi kinaleta laana. Alladhi yatakhalla, anayejisaidia, fi tariqi an-nas, kwenye njia ya watu, au fi dhillihim, au katika kivuli chao, kwenye kivuli cha watu wanajisaidia. Haya mambo yanasababisha laana. So, kama kivuli wanakaa wanyama ni masala mepesi kidogo. Wenye wanyama wanajisaidia hapo hapo wanapokaa, mafi mushkila. Watu wanyama wenyewe wanapokaa na chooni ndio hapo hapo. Wanapokaa watu mushkila. Sasa mara nyingi vivuli wanashirikiana watu, wanyama. Kwa hiyo salama ni kujiepusha kwenye kivuli, kwenye mti pa kujisaidia pale pale. Jiepusha ndio salama. Jambo lingine ambalo ni haramu katika kukidhi haja, kama yahrumu alaihi. Hii alaihi jamani, alaihi inarudi kwa mtu alojisaidia, aloenda kujisaidia. Kama yahrumu alaihi, vile vile ni haramu kwa anojisaidia, qira'atul Qur'ani, kusoma Qur'ani. Sawa. Kuna mambo ya kupanda imani, mtu hata chooni anaona muda anapiga muraja huko, imani ishampanda. Hapana ya. Si vizuri kumtaja Allah sehemu kama hizo. Kama yahrumu alaihi, vile vile ni haramu kwa mtu anojisaidia, qira'atul Qur'ani, kusoma Qur'ani. Na taban hili jambo halina dalili ya moja kwa moja, lakini ni jambo ambalo maalumu bidharura, yani lipo wazi kwamba kuingia na msahafu chooni au kusoma kule, yani kwa utamaduni wa Uislamu na heshima ya Qur'ani, liko wazi kwamba hili jambo sio zuri. Hakuna dalili moja kwa moja usisome Qur'ani kule, hakuna. Bali wanasema hata dalili kwamba
Mtume alikuwa akiingia chooni pete yake iliyoandikwa Rasulullah kwa anaivua. Sema pia haijathibiti hivyo. Lakini haya mambo yanakatazwa kwa heshima ya Qur'ani, heshima ya dini ya nini. Si vizuri hapa kuna mkojo kuna nini msafu kaingia nao au mule ukamtaja Allah. Kwa hiyo jambo linaharamishwa kwa sura hiyo. Utaona hapa hakuna dalili ambayo ataleta ya wazi katika hili, lakini kwa heshima ya hivi vitu bila shaka si vyema fanya hivyo. Yani alal aqalli yukrahu dhalik. Bila shaka yahrum. Na ndio maana wanachuona nasema hasa wewe kama ubeba kijimsafiri chako ni ukiona hapa watu watakuibia na nini, ingia nao. Wengine kwamba kama una kitabu cha hadithi ukiona watakuibia, ile swala la kubeba kitabu. Yaani kwa sababu dalili ya wazi ya kuharamisha hamna, kwa sababu ya heshima kile kitu. Kwa hiyo ikitokea vitu vingine kuna wizi na nini, basi ficha vizuri na nini angalau. Lakini kwa adabu ya dini na kuheshimu aya na hadithi, vitu mtu sababu zile sehemu zina chafu na nini, mashayatini wamejaa na vitu kama hivyo. Kama yahrumu alayhi qira'atul Qur'an, vile kwa mtu anojisaidia ni haramu kwake kusoma Qur'ani. Wa yahrumu alayhi listijmaru, ni haramu pia kujisafisha birrauthi, kwa kutumia kinyesi cha mnyama. Kinyesi cha mnyama, hasa mnyama asiyeliwa, sababu kinyesi chake ni najis. Kwa hiyo ukijisafishia umeongeza najis badala ya kujisafisha. Haramu. Awila azmi, au kujisafisha kwa kutumia mfupa. Haramu. Au bitaamil muhtaram, au kujisafisha kwa kutumia chakula kinachoheshimika. Hapa kidogo isiwe na kusudia mimi. Kama kuna vitu vingine vinaliwa, sababu kama majani mengi mengine yanaliwa, wengine hatujui kama mboga, sehemu nyingine mboga sehemu si mboga, kuna mengine sio rasmi na kuna mengine maarufu hiki ni chakula rasmi. Uwezi ukajisafishia. Yaani mfano Allahu aalam, kwa mfano zile tunda za fenesi, unajua fenesi? Tunda za fenesi wengine wanapimisha ikula huko na sio chakula rasmi kihivyo. Labda vitu kama vile ndio ambavyo mtu kashikwa, yani sio chakula kihivyo. Watu wanakula sana wakibanwa na njaa hivyo au kama. Kile chakula mahindi, umeshika muhindi au sijui makopa, hivi ni vyakula, automatically ni vyakula vinajulikana. Uwezi ukajisafishia hivi vyakula ambavyo vina heshima, vinafanyaje vitu kama hivi. Kwa hiyo kiufupi kile ambacho hichi ni chakula kinaliwa, usijisafishie. Au bitaamil muhtaram, ni haramu kujisafisha kwa chakula kinachoheshimiwa. Ushahidi ni hadithi ya Jabir, naha nabii sallallahu alayhi wasallam, amekataza mtume an yatamassaha, mtu kujifuta bi'azmin, kwa mfupa, au bibaharin, au kwa kinyesi cha mnyama. Bi'azmin, kwa mfupa, au bibaharin, au kwa kinyesi cha mnyama. Bahari ni kinyesi cha mnyama, ndio kwa lugha nyingine rau, kwa lugha nyingine raji. Jana tulisoma raji, kinyesi cha mnyama. Leo wamesema rau, bahar, kinyesi cha mnyama rajiun, rautun, baharun, kinyesi cha mnyama. Uwezi ukajisafishia kwa sababu ni uchafu ule. Kama mnyama huyo aliwi ni najis, kama mnyama analiwa sio najis lakini ni uchafu pia, uwezi ukajisafishia sababu ule ni uchafu hata kama sio najis. Swala lingine, wa yahrumu qada'ul haja, ni haramu kujisaidia baina kuburi almuslimin, kati ya makaburi ya Waislamu.
kujisaidia makaburini haramu. Na hili jambo kutokana na watu kutoka imani na uoga hawasi wanalifanya. Yaani watu usiku saa 2 wanakaa makaburini wanavuta sigara, wakibanwa na haja wanajisaidia humo humo. Kwa hapa mtu anakuwa jamaa baina al-munkarat. Kukaa juu ya kaburi haramu, kujisaidia pale haramu, kulikanyaga kaburi haramu. Kwa amefanya mambo mengi. Wa yahrumu qada'u al-haja baina quburi al-muslimin, ni haramu kujisaidia kati ya makaburi ya Waislamu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, la ubali, sijali mimi. Yani sijali maana yake sijali kujiepusha na aya ni haramu. Haya ya mbele mimi sijali kuyaacha kwa gharama yoyote, hayafai. Sijali awasata al-quburi qadaitu hajati, kwamba nimejisaidia katikati ya kaburi, au wasata suki, au katikati ya soko. Yote hayo hayafai maana yake. La ubali, siangalii, sijali awasata al-quburi qadaitu hajati, kwamba kati ya makaburi ndo nimejisaidia, au wasata suki, au kati ya soko. Kwa maana kama ambavyo unajua kujisaidia katikati ya soko haifai, basi vile vile makaburini haifai. Kwa hiyo haya ni baadhi ambao ni haramu kujisaidia kwayo: maji yaliyosimama, kushika utupu kwa mkono wa kulia, kujisafisha kwa mkono wa kulia, kujisaidia barabarani, kwenye kivuli, sehemu za maji, yote ni haramu. Kusoma Qur'ani chooni na mengine mbalimbali, aya yote ni. Akisema haramu maana ukiyafanya unastahiki dhambi, ukiyafanya tastahiqul ithma. Haya, tusimame hapo tumalizie masala ya mwisho kwenye mlango. Tumalizie, msimama nje ya kutokeki na tuna dakika 10 na ngapi. Acha tumalizie ili kesho tupumzike, inshallah turudi darasani Jumamosi. Tumalizie inshallah, namuru biha murura kiram. Al-mas'alatu al-khamisa, mas'ala nambari 5 katika adabu za kukidhi haja: ma yukrahu fi'luhu, mambo ambayo ni makuruhu. Yani haya sio haramu kivile, lakini mabaya, hayafai. Tulotoka kuyataja ni haramu na pata dhambi. Yanotajwa sasa hivi ukiyafanya dhambi upati, lakini haya mambo sio mazuri, kujiepusha ndo bora. Ma yukrahu fi'luhu lilmutakhalli, mambo ambayo ni makuruhu kuyafanya, lilmutakhalli, kwa mwenye kujisaidia. Mutakhalli, mwenye kujisaidia, mwenye kukidhi haja. Al-khala'u ni chooni, kwa mutakhalli, mwenye kujisaidia. Yukrahu hala qada'il haja istiqbalu mahabirihi bila ha'il, ni makuruhu wakati wa kujisaidia kuelekea mahabari, eneo ambalo upepo unavuma, bila ha'il, tena hauna kizuizi chochote. Yaani upepo unavuma hapa na wewe umeelekea huko, labda unakidhi haja ndogo, so vizuri. Yaani manake ule upepo unaweza kapelekea ile haja ikafanyaje, kapeperuka ikaingia katika nguo yako. Kweli jambo sio zuri. Kama unaona upepo unaelekea huko, na wewe usielekee huko wakati wa kukidhi haja, unaweza kusababisha najisi ikakurukia. Ndio hikima yake. Yukrahu hala qada'il haja, ni makruh wakati wa kujisaidia, istiqbalu mahabiri, kuelekea kwenye sehemu ambapo upepo unavuma, bila ha'il, tena hauna kiziwizi chochote. Yaani kama una kiziwizi, wewe uko ndani ya jengo la choo, upepo unavuma, si unaelekea wapi, wewe uko ndani ya jengo, hamna tatizo. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min Naam. Kwa nini ili jambo ni makuruhu?
lialla yartadda albaulu ilayhi, ili mkojo usije ukamrukia. Ni makuruhu kuelekea kunapovuma upepo, lialla yartadda albaulu ilayhi, ili usimrudie mkojo yule mtu. Swala lingine, wayukrahu alkalamu, ni makuruhu kuongea wakati wa kukidhi haja. Yatokea sana wanafunzi, vipi huko? Bado kidogo, subiri. Wapiga story chumba cha kwanza, cha pili, cha ngapi? Juu hakuna simbodi, hakuna ni vioni, watu wanapiga story. Haipendezi. So mambo sio murua. Kuna maarufu mabaya mule, kuna mashetani na nini, kuna raha gani ya kuzungumza huko? Wayukrahu alkalam, ni makruh pia kuzungumza wakati wa kukidhi haja. Dalili ipi? Faqad marra rajulun wan nabiy sallallahu alayhi wasallam yabul, siku moja kuna mtu alipita wakati mtume anajisaidia. Mtume anakidhi haja ndogo, kuna mtu akapita. Inaonekana ilikuwa nje ya choo, labda barabarani huko pembeni. Mtume anajisaidia, kuna mtu kapita. Fasallama alai, yule mtu akamtolea salamu mtume. Yule mtu ambaye amemuona mtume anajisaidia akamtolea salamu. Subhanallah. Falam yarudda alaihi, hakuitikia ile salamu. Mtume hakuitikia ile salamu. Tuangalie usahihi wa hii hadithi namba 7, kaipokea Imam Muslim. Haina tatizo hiyo. Kwa hiyo kitendo cha mtume kutokuitikia salamu inaonyesha kama si vizuri kuongea wakati. Yaani angalia alichoacha kukiitikia mtume ni salamu. Na salamu anasema kutoa salamu sunna, kuitikia ni wajibu. Yaani mtume pale ameacha jambo la wajibu kwa sababu nzito. Kuitikia salamu ni wajibu, mtume kaacha kwa sababu mazingira ya kujisaidia sio mazingira ya kuongea. Swala lingine makruh, wayukrahu an yabula fi shaqqin, ni makruhu kujisaidia haja ndogo fi shaqqin, kwenye mpasuko. Yaani sempa amepasuka hapa, wewe unakojolea hapo na kidhi haja kwenye mpasuko wa ardhi nini, kukidhi haja ndogo ni makruhu, sio vizuri pia. Wayukrahu an yabula, ni makruhu mtu kujisaidia haja ndogo fi shaqqin, katika mpasuko wa nahwihi, na mfano wake. Yaani kama kwenye matobo, mashimo, ni makruhu. Ushahidi li hadithi Qatada ana Abdullah ibn Sirjis. Ushahidi ni hadithi ya Qatada amepokea kutoka kwa Abdullah ibn Sirjis, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an yubala fil juhri, mtume amekataza mtu kujisaidia haja ndogo kwenye shimo. Juhuri, kwenye shimo. Qila li Qatada, akaulizwa Qatada, fama balul juhri, shimo lina nini? Kwa nini mtume amekataza? Kwani shimo lina tatizo gani? Fama balul juhri, shimo lina nini mpaka tukakataza kujisaidia mle? Qala, Qatada akasema, yukalu, inasemekana. Yaani hajaulizwa mtume hii sababu, mtume kakataza. Sasa masahaba kawa Qatada anaulizwa hivi, wewe nadhani mtume kwa nini kakataza kujisaidia katika shimo? Qatada akasema, yukalu, inasemekana, innaha masakinul jinni, inasemekana mashimo ni makazi ya majini. Majini wanakaa humo wengine. Kwa hiyo nyumba za watu hizo, makazi yaani nyumba ya viumbe fulani, majini. Usahihi wa hadithi amepokea Abi Daud. Nasema Ibn Hajar ameisahisha, ameitaja katika Talkhisul Habir kwamba Ibn Khuzaimah kasahisha, Ibn Sakan. Sheikh Uthaymeen katika Sharh Mumti hadithi hii amesema aqallu ahwali an yakuna hasan, kwa uchache ni hadithi hasan.
Mtume kakataza kukidhi haja ndogo katika mashimo. Katada alivyoulizwa sema inasemekana makazi ya majini. Shekhe mtaalamu wa ruqya, una ziada ya kitu hapo? Mashimo ni makazi ya majini. Wewe mutakhassis. Ndio hivyo hivyo. Uzoefu wa ruqya unasema hivyo hivyo. Miongoni mwa makazi yao kwenye mashimo. Zaidi ya sisi kutokukidhiaje mle, kingine nini tunakatazwa kwa kuzingatia wao wanaishi humo. Sahihi. Bwana katuzidi kwenye elimu hii. Lazima kumpa heshima yake. Naam. Japokuwa miaka ya nyuma mimi nishaenda kusomea mtu ruqya, huyu mpambe wangu mbeba viatu wangu. Yaani mimi ndo mtaalamu. Lakini sasa hivi hata yeye hawezi kunichukua, yaani mimi hata katika watu wanaowabeba mimi sipo kabisa katika orodha. Ndio elimu inavyoenda. Nasema siku zote mwanafunzi yupo katika mazingira mazuri kumzidi shehe. Yaani hao wanafunzi tunawafundisha, mimi shaka hapa nafundisha, wanaweza kasoma mara kenda Tanga, mara kenda Saudia, kenda wapi, karudi hapa kanizidi mimi degree 3 ngapi. Lakini hata mwalimu anabakia kwa nani? So shehe zamani hiyo miaka 2000 ongea. Shehe twenzetu kwanza. Inawezekana hata mwenyewe kashasahau. Sahihi. Tumalizie ikhwa. Sema wayukrahu an yadkhula al-khalaa bi shay'in fihi dhikrullah. Lumeruka tamam. Haya. Sababu ya kukataza kukojolea au kukidhi haja katika mashimo na nini? Yaani sababu moja hapo ni makazi ya majini. Sababu nyingine, wali'annahu la yu'manu an yakuna fihi hayawan. Sababu nyingine, hakuna usalama. Inawezekana kwenye mashimo kuna wanyama, kuna wadudu. Sababu nyingine ya kukatazwa, anna la yu'manu, hakuna usalama, an yakuna fihi hayawan, inawezekana kuna wadudu mule. Fayuudhihi, akikidhi haja mule wakamuudhi. Inawezekana wewe unakidhi haja mule kuna nyoka, ikimfikia tu kakulupuka, kakugonga. Ndio maana Uislamu umefanyaje? Umekataza. Au yakuna maskanan liljinni, au inawezekana kama ni makazi ya majini. Fayuudhihim, yule anayekidhi haja akawaudhi majini waliokaa mle. Kwa angalia, kama kuna majini wewe utawaudhi, kama kuna wadudu wanaweza wakakulupuka wakakuudhi wewe, wakakudhuru. Kwa sababu zote hizo jiepushe na kujisaidia huko. Wayukrahu an yadkhula al-khalaa bi shay'in fihi dhikrullah, ni makruhu kuingia chooni ukiwa umebeba kitu chochote ambacho kuna utaji wa Allah mule ndani. Usiingie na kitu fihi dhikrullah, kina utaji wa Allah, kama Qur'ani, vitabu vya dini ambao ndani yake yametajwa Allah, usiingie navyo. Illa lilhaja, utaruhusiwa kuingia navyo kama kuna haja. Yaani ndio hivyo, kuna wizi nje, kuna nini, hakuna namna. Lakini katika hali ya kawaida usiingie navyo. Dalili, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume kana idha dakhala al-khala, mtume alikuwa anapoingia msalani, wadaa khatimau, anavua pete yake. Hii ndio hadithi tuliyosema kwamba baadhi ya wanachuoni wanasema sio sahihi. Ile pete ilikuwa imeandikwa Muhammadur Rasulullah, kwa katajwa Allah bali. Sema alikuwa anavua ndo anaingia mle. Na hii ndio dalili kwamba usiingie na kitu chochote ambacho ametajwa Allah ndani yake. Utaona hii hadithi kwamba mtume alikuwa anavua pete, hata takhriji yake na maneno mengi. Amepokea Abu Daudi na Ibn Majah na hivi. Abi Daudi mwenyewe kasema hadha hadithu munkar.
وضعفه الألباني. Kondo maana mashehe mwisho wanasema kama hii hadithi ni dhaifu, sio dalili ya kukataza, lakini tusiingie na hivyo vitu kwa kumheshimu Allah. Kwa hiyo shehe, unakatazwa na kuingia na msaafu na nini, si kwa dalili haina nguvu, lakini kwa heshima ya jina la Allah, heshima ya msaafu, usiingie nao. Kwa sababu ya kukatazwa ni hiyo tu, lakini hii dalili haina ubavu wa kuwa hoja. Hoja hapa ni heshima ya vile vitu. Ama inda alhaja wa dharura, ama katika mazingira ya haja na dharura, kama kuna dharura ya kuingia na kitu ambacho ametajwa Allah ndani yake, fala ba'asa, hakuna ubaya kuingia nacho. Mfano vipi? Kal hajati ila dukhuli bil awraqi nakadiya, kwa mfano haja ya kuingia chooni na auraki nakadia, pesa. Baadhi ya nchi za Kiislamu kwenye pesa mule kuna jina la Allah. Sasa je, unaingia chooni, pesa utaacha mlangoni? Dharura hiyo. Kuna vitu vingine, kuna maswali mengine muda mwingine Allah tunaleteana lawa. Kuna mtu mmoja yeye kuniuliza mambo ya picha. Hapo kaniandikia message, sijui yuko wapi. Lakini ndo mambo kama yani, swali lingine sio la kuuliza. Anza, shekhe bwana, picha msikiti tumekatazwa. Pesa, mimi na pesa zina picha, naweza kuingia nazo msikitini? Mimi nikamwambia ziache nje. Maswali mengine utafanya tuonekane wauni. Zaidi swali gani sasa? Wewe unauliza mwenyewe unaweza kuziacha nje? Yaani mimi mufti nikikwambia ziache, utaziacha? Kwa mimi nikamwambia pesa ziache mlangoni, swali ukimaliza beba ondoka. Akuongea nini? Kwa vitu vingine iko masala dharura anajulikana. Wewe utaacha pale, ukitoka utamlaumu nani? Hili vizuri. Kwa hiyo inawezekana nilifanya vibaya hapa, lakini sasa unapouza swali kama hilo mtu saa 8 kichwa tokea asubuhi watu wanapiga kelele, washachoka, joto kali, unauliza swali ambalo halina kichwa wala mguu, hiyo ni lawama. Au vipi? Inabidi watu kama vya tabiri kidogo wanasubira kubwa sana. Wanaweza Naam. Kwa hiyo anasema miongoni mwa dharura kal hajati ila dukhuli, kwa mfano haja ya kuingia chooni, bil awraqi naqadiya, na pesa za karatasi zinaitwa al awraqu naqadiya, allati, pesa ambazo pia ismullah, kuna jina la Allah. Fa innahu in tarakaha kharijan, hizi pesa akiziacha nje, kanat urudatan lisarqa, zitakuwa katika mazingira ya kuibiwa, au nisyan, au kuzisahau. Yaani umeingia chooni, pesa umeziweka hapa, wataiba huko uchache, wewe ukitoka utaondoka, pesa zile utazisahau. Kwa hiyo una pesa hata kama zimetajwa jina la Allah, unaingia nazo. Haya ni mazingira ya dharura. Kama umeruhusiwa chooni kuingia nazo sehemu zingine, mimbabi au la, unaruhusiwa vile vile. Akiziacha nje, kanat urubatan lisarika au nisyan, zitakuwa zipo mazingira mazuri ya kuibiwa au kusahaulika. Amma almushafu, ama msaafu, fa innahu yahrumu dukhulu bihi, ni haramu kuingia nao chooni, sawaan kana dhahiran au khafia, uwe nje uwe umefichwa. Yaani msaafu hata ukiwa mdogo uko ndani ya suruali, uruhusiwi kuingia nao. Uwe nje umeushika, uwe ndani umefichwa, haufai tu kuingia nao.
li'annahu kalamullah, kwa sababu msahafu ni maneno ya Allah. Wa huwa ashraful kalam, maneno ya Allah ni maneno matukufu. Wadukhulu bihi, wadukhulul khala'i bihi, msahafu kuingia nao chooni, fihi naw'un min al-ihana, kuna aina fulani ya kudhalilisha. Kuingia nao chooni, fihi naw'un min al-ihana, kuna aina fulani ya kudhalilisha. Kwa ina maana msahafu kama msahafu huu bwana, bora uibiwe tu kuliko kuingia nao chooni. Msahafu, vitabu vidogo vidogo sio na nini, kama kuna mazingira ya kuibiwa dharura, lakini msahafu hakuna namna, yani ule haufai tu kutokana na uzito wa maneno ya Allah, haufai kabisa kwa ala kulli hal kuingia nao chooni. Wallahu a'lam wa na'tadiru ala al-itala. Mami abdasa, tuendelee Jumamosi. Kesho tupumzike japokuwa ni siku yetu, sababu tumerefusha kidogo hapa. Kwa hiyo tuje kuendelea Jumamosi inshallah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina. Hebu kalamu rataz.